Giza lilikuwa zito, nene na lenye kunata kama lami. Salimu alijaribu kufumbua macho, lakini hakuna tofauti yoyote kati ya kufumba na kufumbua. Kitu cha kwanza alichohisi kilikuwa ni harufu kali ya mbao mbichi na udongo uliopigwa na unyevu. Alitaka kugeuka upande wa pili, lakini bega lake la kulia liligonga ukuta mgumu wa mbao. Alijaribu kuinua mikono yake juu, lakini viganja vyake viligonga dari ya mbao iliyokuwa sentimita chache tu kutoka kwenye pua yake. Mapigo ya moyo wake yalianza kwenda kasi, yakigonga ndani ya masikio yake kama ngoma ya vita. Kwani nimekula kiasi gani jana? Alijinong'oneza, sauti yake ikitoka kwa shida na kukwama kwenye kuta zile fupi za mbao. Lakini akili yake ilimkumbusha haraka, hakuwa amekunywa. Alikuwa akitoka kwenye mkutano wa bodi ya wakurugenzi. Akatembea kuelekea kwenye gari lake, kisha akahisi kitu chenye ncha kali kikichoma shingo yake, na baada ya hapo kila kitu kikawa cheusi. Alianza kupumua haraka, hewa ikianza kuwa ya moto na adimu. Alipiga kelele ya kuomba msaada, lakini sauti yake ilirudi kwake kwa nguvu, ikimsaba makofi ya ukweli mchungu. Alikuwa amezikwa hai aise. Ghafla mwanga mdogo wa kijani ulianza kumulika pembeni ya goti lake la kiume. Ulitetema kidogo. Salimu kwa mikono inatetemeka na kutokwa na jasho la baridi, alishusha mkono wake na kugusa kitu chenye ubaridi wa plastiki. Ilikuwa ni sehemu ndogo ya kitochi. Skrini ya simu ile ilikuwa inawaka na ujumbe mmoja ulikuwa unasomeka: karibu kwenye hukumu yako Salimu. Una dakika 90 pekee za kupumua kabla hewa haijaisha. Betri yako ina 10% tu. Usipoteze muda. Kifo hakisubiri. Pokea simu itakapopigwa. Chini ya ujumbe huo kulikuwa na saa inayokaribia kuanza kuhesabu kurudi nyuma. Yaani kutoka lisali 1:30 ikaanza kushuka taratibu. Salimu alihisi mkojo ukimtoka bila hiari yake. Hakuwa bilionea Salimu tena. Alikuwa ni mwanadamu anayewindwa na wakati ndani ya mita 6 chini ya ardhi. Muda uliobakia ulikuwa ni lisali 1 na dakika 22 na sekunde 15. Chaji ya betri ilikuwa 9%. Simu ile ndogo mkononi mwa Salimu ilianza kutetemeka. Mlio wake wa kizamani na mkali ulipasua ukimya wa lile kaburi la mbao kama msumeno unavyokata chuma. Salimu alishtuka, akagonga kichwa chake kwenye dari la sanduku. Alitapatapa, maumivu yakimchoma, lakini hakuchelewa. Alibonyeza kitufe cha kupokea kwa vidole vilivyokuwa vinaloa jasho na damu. Halo, tafadhali, nipo hapa chini, niokoe. Salimu alipiga yowe, sauti yake ikivunjika kwa hofu. Nitakupa pesa yoyote unayotaka, milioni 500, bilioni. Sema tu, nitakulipa sasa hivi. Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache upande wa pili. Kisha sauti nzito iliyochujwa kupitia mashine ikasikika. Ilikuwa ni baridi kama barafu. Pesa haina thamani yoyote huko uliko Salimu. Je, unaweza au unadhani utaweza kumuonga Mungu ili usife? Au unadhani unaweza kununua dakika 1 ya hewa kutoka kwa shetani? Wewe ni nani? Unataka nini kwangu?
Salimu aliuliza, akijaribu kusukuma ukuta wa sanduku kwa miguu yake, lakini hakuna kilichosogea. Nataka ukweli, sauti ile ilijibu. Ukweli ambao uliuzika miaka 5 iliyopita pamoja na mwili wa Felix, aliyekuwa mshirika wako wa biashara. Dunia najua Felix alikufa kwa ajali ya gari, lakini wewe na mimi tunajua ukweli, au sivyo Salim? Salim alihisi baridi kali moyoni mwake. Felix, jina hilo lilikuwa kama mwiba uliokuwa umechomekwa kwenye dhamiri yake kwa miaka mingi. Sijui unazungumzia nini. Ilikuwa ni ajali tu. Uongo. Sauti ile ilifoka, na ghafla simu ilitoa mlio wa beep. Screen ilibadilika. Nimeunganisha simu yako na ukurasa wako wa Instagram wenye wafuasi milioni 2. Video iko live, inaanza sasa hivi. Kila unachosema dunia inasikia. Salimu alitazama skrini. Aliona idadi ya watu walioingia kutazama ilipaa kwa kasi. 2,000, 10,000, 50,000. Watu walikuwa wakiona giza na kusikia sauti yake ya kuhema kwa tabu. Mpigie mke wa Felix, Mama Maria, mtekaji aliamuru. Mwambie ukweli kuhusu kifo cha mume wake. Ukikataa, nitazima simu hii sasa hivi, na ikizimika sitapiga tena. Utakufa gizani peke yako, huku watu wakiendelea kutazama live yako mpaka mwisho wa hewa yako. Salimu alitazama chaji ya simu yake. Ilibaki 8% tu. Alikuwa na chaguo moja: kuharibu heshima yake mbele ya ulimwengu mzima, au kufa kama mnyama alinaswa kwenye mtego. Muda uliobakia ilikuwa ni lisali 1 na dakika 5 na sekunde 12. Chaji ya betri ilikuwa 7%. Salimu alitazama skrini ya simu. Maoni, yani komenti za watu kwenye ile live stream ya Instagram yalikuwa yakitiririka kama maji ya mto anakwenda kasi. Hii ni kiki ya biashara, aliandika mtu mmoja. Jamani, huyu ni Salimu kweli? Mbona kama yuko kaburini? Aliandika mwingine. Mpigie. Sauti ya mtekaji iliunguruma, safari hii ikiwa na ukali zaidi. Saa inatikisika Salim. Muda unakwenda. Hewa unayovuta sasa hivi ni zawadi. Usiipoteze kwa kunyamaza. Salim kwa vidole vilivyokuwa vinaloa jasho alitafuta jina la Mama Maria kwenye orodha ya namba ambazo mtekaji alikuwa ameziruhusu. Alibonyeza call. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu kiasi kwamba alihisi mbavu zake zinaweza kupasuka. Na baada ya milio 3, sauti ya upole ya mwanamke ilisikika. Halo, Salim. Ni saa 9 usiku. Kuna nini? Salim alimeza mate, koo lake likiwa kavu kama jangwa. Maria, mimi nampigia simu mke wa mshirika wangu wa zamani. Maria, naomba unisikilize. Salim, mbona unalia? Una nini? Maria aliuliza, sauti yake ikijaa wasiwasi. Salim alifumba macho, machozi yakimtiririka kuelekea kwenye masikio yake kwa sababu alikuwa amelala chali. Maria,
Unakumbuka usiku ule Felix alipopata ajali? Uliniuliza kama alikuwa amekunywa. Nikakwambia hapana. Lakini sikukwambia ukweli wote. Kulikuwa na ukimya mzito kutoka kwa Maria. Upande wa mtekaji, Salimu alisikia kicheko cha chini chini cha kikatili. Nilijua breki za gari yake zilikuwa na hitilafu. Salimu aliongea kwa haraka, maneno yakimtoka kama matabishi. Na mafundi wangu waliniambia asubuhi ile, lakini sikumwambia Felix. Nilimhimiza aendeshe gari lile kwenda mkoani kwa sababu nilihitaji saini yake kwenye hati za umiliki wa kampuni, na nilihitaji yeye asirudi. Nini? Maria alipiga yoyo upande wa pili. Salim, unamaanisha ulimtoa mume wangu kwenye kifo chake makusudi? Rafiki yako tangu utotoni? Nisamehe Maria, nilikuwa na tamaa. Nilikuwa nataka kampuni iwe yangu peke yangu. Salimu alikuwa akilia sasa, sauti yake ikisikika dunia kote kupitia ile simu. Ghafla simu ilikatika. Mtekaji alirudi tena hewani. Safi sana Salim, umekiri kosa la kwanza, lakini usidhani umemaliza. Dunia sasa inajua wewe ni nani, lakini Maria siye pekee uliyemuumiza. Salimu alihisi kizunguzungu. Hewa ilikuwa imebadilika, ikawa na harufu ya kitu kama kemikali. Nimefanya ulivyotaka, nitoe hapa sasa. Bado dakika 65 Salim, na chaji yako ni 6% tu. Siri inayofuata ni mbaya zaidi. Unamkumbuka yule kijana uliyemsingizia wizi wa vifaa vya ujenzi ili usimlipe mshahara wake wa miaka 3? Yule aliyefungwa na kufia gerezani. Salimu alishtuka. Alikuwa ameshamsahau kabisa kijana yule. Sikujua angefia gerezani. Ilikuwa ni biashara tu. Biashara? Haya, basi fanya biashara na kifo, mtekaji alisema kwa sauti ya kutisha. Sasa hivi mbao ya sanduku lako inaanza kuvuja maji. Nimepata habari kuwa mvua inanyesha huko juu, na eneo nililokuzika lina udongo wa mfinyanzi. Ukichelewa kukiri siri ya pili, utaishiwa hewa, utazama. Salimu alihisi baridi kwenye mgongo wake. Aligeuza mkono wake na kugusa sakafu ya sanduku. Ilikuwa mbichi. Maji yalikuwa yanaanza kuingia kidogo kidogo. Muda uliobakia ni dakika 52 na sekunde 10. Chaji ya betri ni 5%. Baridi ya maji ilianza kupenya kwenye shati la Salimu la hariri. Mwanzoni alikuwa kama unyevu tu, lakini sasa alihisi maji yakitiririka kwa nguvu kutoka kwenye kona ya juu ya sanduku. Maji yale yalikuwa na harufu ya mbolea na kifo. Tafadhali, maji yanaingia. Salimu alipiga kelele, sauti yake ikiwa imepasuka. Nitazama kabla ya hewa haijaisha. Nitoe huku. Ghafla Salimu alihisi mshtuko mkali wa umeme mkononi mwake. Alitupa simu ile pembeni kwa hofu. Maji yalikuwa yakija sakafuni, yalianza kugusa sehemu za chuma za simu ile ya kizamani na kutengeneza shoti ndogo ndogo ambazo zilikuwa zikimng'ata Salimu kila alipojaribu kuigusa. Simu na maji havipatani, au sio Salim?
Sauti ya mtekaji ilicheka kwa dhihaka kupitia spika. Kama hautaki kupigwa shoti ya mwisho itakayousimamisha moyo wako, fanya haraka. Siri ya pili. Salimu alijivuta kwa tabu, akijaribu kuinua kiwiliwili chake juu ya maji yaliyokuwa amefika kiunoni. Alishika simu kwa kutumia ncha ya vidole vyake vilivyokuwa vinatekenya kwa shoti. Siri gani nyingine unataka? Nimeshakiri kuhusu Felix. Nini kingine? Unamkumbuka binti yako Latifa, yule uliyemfukuza nyumbani miaka 3 iliyopita kwa sababu alikutia aibu kwa kupata ujauzito wa kijana maskini? Mtekaji aliuliza. Salimu aliganda. Hiyo ni siri ya familia yangu, haihusu biashara. Inahusu ukatili wako Salimu. Dunia inamwona Latifa kama binti mkaidi, lakini ukweli ni kwamba ulimlipa yule kijana aondoke nchini na kumwambia Latifa kuwa kijana huyo amekufa, ili tu umlazimishe Latifa aolewe na mtoto wa waziri kwa ajili ya kupata kandarasi za ujenzi. Mpigie Latifa, mwambie baba yake mtoto wake yuko hai na ulimdanganya kwa miaka 3. Salimu alihisi kama amepigwa na radi. Siri hii ilikuwa imezikwa ndani kabisa ya moyo wake. Kama akisema ukweli huu, Latifa hatamsamehe kamwe na uhusiano wake na waziri utavunjika, jambo ambalo litamfilisi kabisa. Siwezi. Salimu alinong'ona. Maji amefika kifuani Salimu, mtekaji alimkumbusha. Na betri yako sasa hivi inasoma 4%. Ukichelewa dakika 5 nyingine, maji ataingia kwenye tundu la kuchajia simu na live yako itakatika milele. Chagua heshima yako ya uongo au pumzi yako ya mwisho. Salimu alitazama juu. Matone ya maji yalikuwa yakidondoka kwenye paji la uso wake. Alihisi shoti nyingine ya umeme ikipita mwilini mwake. Kwa mikono inayotetemeka, alitafuta namba ya Latifa. Na sasa muda uliobaki ulikuwa ni dakika 38 na sekunde 45. Chaji ya betri ilikuwa 3% tu. Maji alikuwa amefika kwenye kidevu cha Salimu. Alilazimika kuinua kichwa chake juu, pua yake ikigusa dari ya mbao ili tu kupata nafasi ndogo ya hewa iliyobaki. Simu ilikuwa mkononi mwake, akiishika juu kama mwenge, akijaribu kuizuia isizame kwenye maji yaliyokuwa na shoti za umeme. Simu iliita mara 2. Baba. Sauti ya Latifa ilikuwa inatetemeka. Alikuwa analia. Baba, ninaona kila kitu kwenye Instagram. Watu wanasema mambo ya kutisha. Ni kweli baba? Ni kweli umefanya hayo yote? Salimu alikohoa, maji ya chumvi yakiingia kinywani mwake. Latifa mwanangu, nisikilize. Sina muda. Yale niliyokuambia kuhusu Juma kwamba alikufa kwenye ajali ya boti, hayakuwa kweli. Kulikuwa na ukimya wa kutisha. Salimu aliweza kusikia sauti ya upepo upande wa pili wa simu. Ulimlipa aondoke, si ndio? Latifa aliuliza, sauti yake ikibadilika kuwa ya baridi na yenye uchungu usiopimika.
uliharibu maisha yangu. Ulimfanya mjukuu wako akue bila baba ili tu upate kandarasi ya ujenzi wa barabara. Baba, wewe ni mnyama. Nilifanya kwa ajili ya mustakabali wa familia. Salimu alijitetea kwa sauti ya kukata tamaa, huku maji yakigusa midomo yake. Hapana, ulifanya kwa ajili ya tumbo lako. Latifa alifoka. Usinite mwanao tena. Natumai hayo maji yatakusafisha roho yako kabla haujafika mbele ya haki. Kwa heri baba. Simu ilikatika. Salimu alibaki akitazama skrini ya simu iliyokuwa inafifia. Idadi ya watazamaji wa live ilikuwa imefika 500,000. Maoni ya watu yalikuwa yamejaa laana na matusi. Heshima iliyojengwa kwa miaka 40 ilikuwa imeteketea na dakika 60 tu. Oh, umefanya vizuri Salim. Sauti ya mtekaji ilirudi, safari hii ikionekana kuwa karibu zaidi, kana kwamba yuko juu ya lile sanduku. Lakini sasa mchezo umefika mwisho. Siri ya mwisho sio kuhusu mshirika wako wala binti yako, ni kuhusu mimi. Salimu alihisi mapigo ya moyo wake akisimama. Wewe? Wewe ni nani? Siri ya 3 ndio ufungua sanduku hili, mtekaji alisema kwa kujiamini. Ukikumbuka jina langu na kukiri kile ulichonifanyia miaka 10 iliyopita kwenye lile daraja la usiku, nitafungua kufuli hili. Ila usipokumbuka, maji yamebaki sentimita 2 tu kuifunika pua yako. Salimu alijaribu kufikiri. Daraja, usiku, miaka 10 iliyopita. Picha za watu wengi aliwahi kwa dhulumu zilipita kichwani mwake kama filamu. Lakini nani alikuwa na uchungu wa kutosha kumzika hai? Ghafla simu ilianza kutoa sauti ya mlio. Chaji ya betri sasa ilikuwa imebaki 2%. Mwanga wa skrini ulianza kucheza. Hewa ilikuwa imeisha. Salimu alikuwa anavuta hewa yenye harufu ya kifo chake yeye mwenyewe. Nakupa sekunde 60, mtekaji alisema. Jina langu ni nani Salim? Wakati anafikiria kuhusu jina la mtekaji, muda uliobakia sasa ulikuwa ni dakika 15 na sekunde 30. Chaji ya betri ilikuwa imebaki 1% tu. Maji yalikuwa yameanza kuingia kwenye matundu ya pua ya Salimu. Kila alipojaribu kuvuta pumzi, alilazimika kubana mbavu zake na kunyanyua kichwa chake juu kiasi cha kuumiza shingo, akigusa dari ya mbao ambayo sasa ilikuwa imeloa na kutoa sauti ya mnong'ono kutokana na uzito wa udongo wa mvua juu yake. Sijui, sikumbuki. Salimu alipiga kelele, sauti yake ikitoka kama mlio wa mnyama anayechinjwa. Nimeumiza wengi. Sijui wewe ni nani. Daraja la Nyerere, usiku wa manane, miaka 10 iliyopita. Sauti ile ilirudi, safari hii bila kutumia kifaa cha kubadilisha sauti. Ilikuwa sauti ya kijana mdogo aliyejaa machungu na kiu ya kisasi. Ulikuwa unaendesha gari lako jipya la kifahari ukiwa umelewa, na ulimkuta barabarani kijana aliyekuwa mwenye basikeli.
Na baada ya kumgonga, badala ya kusimama na kumsaidia, ulipiga simu kwa mkuu wa polisi na kumlipa afute ushahidi wote. Kijana yule alitupwa mtoni kama takataka ili kuficha kosa lako. Salimu aliganda. Picha ya usiku ule wa giza ilimjia kama radi. Alikumbuka kishindo cha chuma kikigonga kitu. Alikumbuka kuona kijana mdogo akirushwa hewani na kutumbukia kwenye maji ya bahari chini ya daraja. Amos. Amos. Salimu alinong'ona. Jina lile lilimtoka kama laana. Amos alikuwa kaka yangu wa pekee. Alikuwa msaada pekee wa mama yetu. Ulituacha tuteseke, huku wewe ukiendelea kuwa bilionea maarufu. Mama alikufa kwa presha, akilia jina la Amos. Mimi nilibaki mtaani, nikila mabaki ya chakula chako, nikipanga siku hii ifike. Nisamehe tafadhali. Nisamehe. Salimu alikuwa akirenza maji sasa. Maji yalikuwa yakiingia. Sema jina langu Salim. Ukilisema nitafungua kufuli hili, ila usipolisema laivu hii itaisha kwa watu kukuona ukizama. Salim alijaribu kukumbuka jina la mdogo wa Amosi. Alikuwa amemwona mara moja tu mahakamani kabla ya kesi kufutwa. Jina lile lilikuwa ulimini mwake, linaanza na herufi K. Ghafla simu ilisomelewa wa mwisho. Skrini ilianza kufifia. Mwanga wa kijani uliokuwa ukimpa Salimu matumaini ulianza kuzima. Salimu alijitahidi, lakini maji yaliziba mdomo wake. Alianza kurusha miguu na mikono, akipambana na maji yanayomzunguka. Aise, simu ilikuwa imebaki 0%, na simu ikazima. Giza nene likatanda tena. Sauti ya mtekaji ikatoweka. Maelfu ya watu walikuwa wakitazama duniani kote. Walibaki na skrini nyeusi na maswali yasiyo na majibu. Ndani ya sanduku lile, Salimu alikuwa anasikia tu sauti ya maji yakijaa na sauti ya moyo wake ukipiga kwa mara ya mwisho. Muda uliobakia ni dakika 5 na sekunde 2. Maji sasa alikuwa amefunika masikio ya Salimu. Alikuwa anainua pua yake juu kabisa, akigusa mbao ya dari, akivuta hewa kidogo sana iliyobaki kwenye pembe za sanduku. Kila mara alipojaribu kuvuta pumzi, alihisi matone ya maji yakimkaba kooni. Alianza kuona picha za maisha yake zikipita kwa kasi. Harusi yake, kuzaliwa kwa Latifa, na ile sura ya Amosi usiku wa ajali. Kelvin. Salimu alitamka jina lile kwa shida sana, mapovu yakimtoka mdomoni. Alikumbuka sasa kijana yule mdogo aliyekuwa akilia mahakamani. Kelvin. Alikuwa amempa Kelvin $10,000 ili tu anyamaze, lakini Kelvin alizirarua na kuzitupa usoni mwa Salimu. Ghafla kishindo kikubwa kilitokea juu ya ardhi. Salimu alisi sanduku likitikisika. Je, ni Kelvin anachimba udongo kumwokoa, au ni uzito wa dunia unamdidimiza chini zaidi? Maji yalifunika pua yake. Salimu alishindwa kuvumilia tena. Alifungua mdomo wake kuvuta hewa, lakini badala yake maji ya baridi na machafu yaliingia ndani ya mapafu yake. Alianza kurusha mikono yake kwa nguvu, akigonga kuta za sanduku kwa mara ya mwisho. Mwili wake ulishtuka,
kisha ukimya ukatawala. Kila kitu kilikuwa kimetulia. Salim alikuwa amezama ndani ya kaburi lake. Huku juu kwenye uwanja wa ujenzi ulitokezwa nje kidogo ya mji, Kelvin alikuwa amesimama akiwa ameshika jembe. Alikuwa ameloa chepe chepe na mvua, macho yake akiwa yamejaa machozi na hasira. Alikuwa ametazama sekunde za mwisho za live stream kwenye simu yake kabla haijakatika. Umekumbuka Salim? Kelvin alinong'ona, sauti yake ikitetemeka. Lakini umekumbuka ukiwa umechelewa. Ghafla taa nyingi za bluu na nyekundu zilimulika kutoka mbali. Polisi walikuwa wamefanikiwa kuipata namba ya simu kupitia kampuni ya mawasiliano. Magari ya polisi zaidi ya 10 yalikuwa yanakuja kwa kasi akipiga ving'ora. Kelvin hakukimbia. Alitupa jembe lake pembeni na kupiga magoti juu ya udongo uliokuwa umefunikwa Salim. Alijua kuwa hata polisi wakimtoa sasa hivi, Salim hatakuwa yule bilionea mwenye nguvu tena. Dunia nzima imeshuhudia uchafu wake. Polisi walifika na kumzunguka Kelvin wakiwa na silaha. Inua mikono juu, usitikisike. Kelvin alinua mikono yake akitabasamu kwa uchungu. Mchezo umeisha. Yuko hapa chini. Kama mnataka maiti yake, chimbeni. Mmoja wa polisi ambaye alikuwa rafiki wa karibu wa Salim aliruka na kuanza kuchimba kwa mikono yake yote, akisaidiwa na wengine. Walichimba kwa dakika 3 za wazimu mpaka walipogonga mbao ya sanduku. Walivunja dari ya sanduku kwa shoka. Maji yaliruka kwa kasi. Salimu alikuwa amelala hapo, mwili wake ukiwa umepauka, macho yake yamefumbuliwa lakini hayana uhai. Salim! Salim! Polisi yule alipiga kelele akijaribu kumtoa nje. Muda sasa ulikuwa ni saa 11 alfajiri. Hewa baridi ya asubuhi ikikutana na mwili wa Salim uliokuwa umechakaa na kuloa. Polisi walimvuta nje ya lile sanduku na kumlaza kwenye udongo mwekundu. Hakuwa anapumua. Mapigo yake ya moyo yalikuwa yamesimama. Wito wa dharura, tunahitaji gari la wagonjwa sasa hivi. Askari mmoja alipiga kelele kwenye redio yake. Polisi mwingine alianza kumpiga kifuani ili kumwamsha. 1, 2, 3, piga! Salimu alikuwa kama sanamu ya udongo. Baada ya dakika 5 za mapambano, ghafla Salimu alikohoa kwa kishindo, akitapika maji mengi yaliyochanganyika na uchafu. Alivuta pumzi ya kwanza ya hewa halisi, pumzi iliyokuwa na ladha ya maumivu. Alifumbua macho kwa shida na kumwona Kelvin akiwa amesimama mita chache mbali na yeye, akiwa amefungua pingu. Macho yao yalikutana. Kelvin hakuwa na hofu yoyote. Alikuwa na utulivu wa mtu aliyemaliza kazi yake. Umeishi Salim, Kelvin alisema kwa sauti ya chini iliyopenya kwenye masikio ya Salim. Lakini umeishi ili uone kila kitu ulichokijenga kigeuka kuwa majivu. Wiki 2 baadaye, Salim alikuwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya chumba cha mahakama. Hakuwa tena yule mwanaume aliyevaa suti za bei mbaya na manukato ya gharama. Alionekana mzee, mwenye hofu na dhaifu. Heshima yake ilikuwa imezikwa kule alikozikwa yeye. Kila alipopita, watu walikuwa wakimnyoshea vidole. Makampuni yake yote yalikuwa yamefunga milango baada ya wanahisa kujitoa kwa kashfa ya mauaji ya Felix na dhuluma nyingine. Mke wake alikuwa ameshafungua kesi ya talaka, na Latifa binti yake pekee
Hakuwahi kutokea hata mara moja kumjulia hali hospitalini. Jaji aligonga nyundo mezani na kusema, Bwana Salim, kutokana na ukiri wako uliorekodiwa na dunia nzima, mahakama imekukuta na hatia ya kuhusika na kifo cha Felix, udanganyifu wa kesi ya jinai na rushwa. Unahukumiwa kifungo cha maisha jela. Salim alijaribu kusema neno, lakini sauti yake ilikuwa imepotea tangu usiku ule wa sanduku. Wakati akitolewa nje ya mahakama kuelekea kwenye gari la gereza, alimwona Kelvin akitolewa pia. Kelvin naye alikuwa amehukumiwa miaka kadhaa kwa kosa la kuteka nyara, lakini alikuwa anatembea kwa kichwa juu. Alikuwa amepoteza uhuru wake, lakini alikuwa ameipata haki ya kaka yake. Salimu aliangalia mikono yake inayotetemeka. Alikumbuka giza la sanduku lile. Aligundua kuwa gereza la kweli halikuwa lile la kuta za zege alilokuwa anakwenda, bali ni lile giza la siri, tena siri zake alizoishi nazo kwa miaka mingi. Na sasa dunia nzima ilijua ukweli, na ukweli huo ulikuwa unamnyonga kuliko maji yale ya sandukuni. Asante kwa kusikiliza simulizi hii ya maisha yenye kusisimua. Natumaini umeburudika. Tafadhali usiache kulike na kusubscribe ili uendelee kupata simulizi tamu zaidi. Asante.